taarifa ya Gigimane bwana kwa sio hali yake kiafya sio nzuri na yuko hospitalini. Najua wewe pia inawezekana kuna taarifa ambazo utakuwa umeletewa pia za ndani, kwa sababu ni watu mara nyingi stories zile, kuna watu wengi ambao wanawaletea taarifa ya Gigi kuumwa na kuwa hospitali. Pekee kuna namna wewe umeipata kwa undani zaidi? Gigi anaumwa. Gigi ni mgonjwa. Gigi aliumwa mpaka ndugu na marafiki zake ikabidi wamuahishe hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na alipofika pale Muhimbili, haraka kwa hali aliyokuwa nayo, madaktari ikabidi wamuahishe zaidi ICU kwa ajili ya uangalizi maalum. Na ni mfululizo wa mambo kadhaa ambayo yamemtokea. Lakini Gigi mwenyewe si yupo. Tuhesabu siku. Ipo siku atasimama mwenyewe ataelezea. Lakini muda huu ambao tunazungumza Gigi yupo ICU. Anaumwa, mengine tuyaache yawe siri yake, kwa sababu ninachozungumza hapa mimi ni kile ambacho hata yeye amezungumza na mimi. So kwa namna hiyo mengine tuyaache, tuhifadhi nasema privacy zake. Wewe ni mtu ambaye mara nyingi unajua lifestyle ya wasanii. Tumeona watu wengi namna ambavyo wanasema kuhusu Gigimane kwamba kwa muda mrefu Gigi amekuwa hayuko sawa kiafya ya akili. Yaani ukiachia mbali na kuumwa ambapo leo amepelekwa hospitali, lakini kiafya ya akili hakuwa sawa. Kwa jinsi ambavyo unafuatilia maisha ya Gigi, unamuona harakati zake za maisha kila siku, pengine ni kweli kuna namna Gigi alikuwa hayuko sawa kwenye afya ya akili? Hapana, Gigi yupo sawa. Gigi yuko sawa na namuona wazi kwa sasa alipofikia. Ametambua hata umuhimu wake katika nchi hii, na kwa namna hiyo amekuwa hata anajitokeza kukemea mambo kadhaa, na kwa kile anachokifanya wasimuone kwamba amechanganyikiwa. Ana mapito ambayo alipitia, ana vitu ambavyo alipitia. Kwa hiyo anapopata nafasi ya kuzungumza, jamani, watu wamsikilize. Unajua issue moja ya Gigi ni mtu wa furaha sana, na tabia yake sio ya kunungunika sana. Unajua mtu ukishakuwa mnungunikaji, kuna kitu unakosa, na inapotokea kwa mfano sisi hivi Gigi ndo ameamua kusononeka, fulani ulinifanyia hivi, ulinitesa sana, watu hawajamzoea vile. Sio kwamba basi ndo akili yake ina shida. Hapana, nadhani ameamua tu kuwa muwazi. Lakini mimi ni muase. Ajijue yeye ni mwanamuziki, mtu anayefahamika. Kwa hiyo azungumze, lakini ambayo anaona hapaswi kuzungumza asiyazungumze, kwa sababu kwa umri kama wake anajua kabisa nini nizungumze, nini nisizungumze. Dada Maimartha, kwa baadhi ya watu mitandaoni wameweza kuunganisha dots na kuanza kusema comment kwamba labda huenda anavyoumwa Gigimane kutokana ni mtu wa starehe, pombe nyingi. Wengine wanaunganisha tena labda zile plastic surgery yake ya bei ndogo huenda ndio imemletea matatizo haya. Kwa chini labda ambazo labda umesikia taarifa, labda mara kwanza alipatwa na nini mpaka kupelekwa hospitali. Naomba ni tunze, manake vingine ni privacy zake mwenyewe. Kwa kweli natamani kuzungumza aliyokutana nayo, lakini wala hayahusu Hennessy zake anazogonga cheers kila kukicha, wala hayahusiana na champagne anazo cheers, wala hayahusiana na plastic surgery. Amefanya plastic surgery nzuri tu, ya bei nzuri, wala sio cheap surgery, na anaendelea vizuri, lakini anaokutana nao ni mengine. Yanatisha. Na kuna wengine naona kama wameshaanzisha timu, wamekuta mgomo kwamba labda ikitokea Gigi anahitaji msaada kuchangiwa, hawataki kabisa kumchangia, kwa sababu wamesema wasanii sasa hivi kama wamezidi, wanajiachia sana, wanafanya starehe, mwisho wa siku wanakuja na matatizo, wanarudi tena kwetu. Hao aina hiyo sasa wanasubiri embe chini ya mwarobaini. Usimkadirie mwenzako matatizo. Mungu ni wetu sote. Ama niseme anachopitia sasa hivi Gigi ni kitu ambacho mtu yote anaweza akapitia, lakini kwa jinsi nilivyozungumza naye
namuona mpaka kesho. Mungu atamfanyia wepesi. Atakuwa anaendelea vizuri tu. Sawa. Mara nyingi umekuwa ni mtu wa kuwashauri wadogo zako ambao wapo kwenye tasnia, unakuwa unasemaga public kabisa kwamba fulani lifestyle, nguo zake anavovaa na nini. Lifestyle ya Gigi inaonekana wengi hawapendezwi nayo, huwa kwa namna ambavyo anakuwa mtu wa kuhang out usiku kucha, anakuwa club na nini. Ukiwa kama dada yake, pengine akiwa sawa na akapona, kuna lolote ambalo unaweza ukamshauri kwenye lifestyle ambayo amekuwa akiishi, au kwako ni sawa pengine vumate Gigi na maisha yake? Gigi mimi naona mara nyingi huwa ana mashabiki wengi sana. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Nazungumza ukweli hapa. Watu wanampenda anavyoongea ukweli. Ndio hivyo ambavyo mara nyingi watu humwambia. Na mara nyingine watu wanasema hajibrandi kama mwanamuziki. Na hizo sio nyingi sana. Lakini nimeona anataka kuchukiwa hivi juzi kati baada ya kuvutana na dada wa Ulaya. Mimi ni mtu tofauti sana. Inapotokea mtu ana maoni yake, mwacheni azungumze jamani. Mbona wengine wanazungumza? Wala no hereni, no electricity, wanazungumza na hatuwabugudhi. Hayo ni maoni yao. Kwa hiyo unajua ni ukweli kabisa, Tanzania ni kisiwa cha amani. Trust me. Na ndio maana ukija kwangu ukazungumza lolote, mimi nakuheshimu. Ifike mahali kila mtu apewe wakati wake wa kuzungumza, na mazungumzo yake anayoongea aheshimiwe. Though kwa Gigi mimi najua ni mama. Afanye yote anayoyafanya, asisahau kwamba yeye ni mama. Huo ndio ushauri wangu. Aende anakoenda, lakini ajue nyumbani ameacha mtoto. Asiniangushe. Taarifa ya kuumwa kwa Gigi ilitoka ni masaa mengi mpaka sasa. Damu Martha, una namba ya pengine ya Jonijo au dada za Maradi ambaye mara ya mwisho nakumbuka ndo alikuwa anamsimamia kazi zake Gigi. Una mawasiliano yoyote ambayo tunaweza tukapata pengine kile ambacho kinaendelea kwa sasa? Gigi yuko kwake. Atatoka tu na atakuwa kwake. Jipangeni muende. Inshallah. Jipangeni muende. Ndio. Jipangeni muende. Kabisa. Na kwa Jonijo ni pale juu tu. Jipangeni muende. Jipangeni muende jamani, jipangeni muende. Na ni jambo jema kutembeleana. Ukimzunguzia mtu kama Gigi. Jamani, Gigi akipata tatizo ni vyema tu hata sisi wana habari tukamjulia hali yake. Na ndio maana leo nimesema mimi hapana, lazima nimtafute. Mambo mjini ni yentedede. Mambo ni mazuri. Kiukweli kabisa, wana Dar es Salaam wako moto. Wako moto, wako less. Kila mtu na mpenzi wake. Wanaoibiana wanaibiana. Kina dada ambao wameamua kabisa kuchiti, wanawachiti wapenzi wao. Lakini niwakumbushe tu, za mwezi ni 40. Chochote unachokifanya, ipo siku kitabainika. Bora abaki au wabaki njia kuu. Yes. Sasa nimetutangazia. Ndio. Atakuja kufanya celebration sasa baada ya kumwoa Zuchu. Zuchu kwa lengo gani wewe unaweza kumpa shukrani au kumpa pongezi? Mdogo wangu umejitahidi. Subiri sana. Subiri kwanza. Miaka 4 hajatiwa hata mimba mpaka anapata ndoa. Swala la ujauzito aliwahi kupata. Tusiingie huko, lakini tu alishawahi kupata. Ila tusiingie huko. Na hongera ya nini? Hongera kafanyaje? Maana kama amewapita wenzake wote wamezalishwa bila ndoa, lakini yeye kidogo kajitahidi, mtoto hajatokea pale, ndio anamaanisha atakipata mtoto ndani ya ndoa kidogo. Wewe ulikuwepo siku ya ndoa? Ulikuwepo siku ya ndoa? Tunaona mtandaoni uongo wa Damu Martha. Uliwaona wakifundishwa ndoa? Tunaona ndoa mke kama picha. Umeona Nasibu alivyoandika? Ameandika alioaga, lakini atarudi kutuambia. Kwa hiyo sisi tumekaa tunamsubiri Nasibu arudi kutuambia. Japo kuna habari ambazo upande wa Mama Dangote unasema kwamba Zuchu ameachwa talaka 3.
upande wa mama Hadija unasema zile sio talaka 3, ile ni talaka 1. Kwa hiyo sisi tunataka mambo ya uhakika, umbea wa ukweli. Tumekaa tunasubiri Nasibu arudi kuja kutuambia. Huyo Diamond amemathali posti pale akaandika kabisa kwamba mke wangu halali, tamu yangu. Akaposti ngoma ya Power ile Mbosso akamdedicate Zuchu pale. Dele la wake. Na Zuchu mmoja kaandika Mrs. Nasibu. Sawa. Lakini na yeye mwenyewe aliandikaje Instagram kwamba alioa lakini atarudi kutuambia. Kwenye jamii kukutana na mtu kama mimi ni mara chache sana. Lakini nawaomba Watanzania mniamini. Hii ndio kazi niliyosomea. Msione na wachanganya. Kama ambavyo niliwaambia, ndugu yetu mdogo wangu Juma Jux, mke wake anatarajia. Tunaendelea kuhesabu siku. Na mimi ninawaambia tuendelee kuhesabu siku. Ndio. Atarudi London. Ndio.